Tuhitimishe juma letu kwa kufanya revision kidogo, then tutaendelea kitu kipya. Kwenye misingi ya familia ama foundation ya familia, wakati Mungu akifanya uumbaji wa mwanadamu, Mungu alichagua na hakuchaguliwa. Usiliache ili neno. Mungu alichagua yeye namna anavyohitaji familia ziwe. Na kwenye kuchagua kwake, Mungu alimuumba mwanaume wa kwanza, akamuumba mwanamke wa pili. Na wakati Mungu anamuumba mwanamke, aliumba mfumo kama vile ambavyo leo ukienda benki nje, kabla hujaingia benki kuna ATM. ATM ni programu iliyotengenezwa na wanadamu ambayo kazi yake unaingiza kadi ikiingia unaingiza password, unachagua kiasi cha fedha unachokitaka, unatoa pesa. Na pesa zile unazozitoa hauanzi kuzitumia ukizitoa. Nisikilize vizuri. Pesa unazozitoa kwenye ATM hauanzi kuzitumia unapozitoa. Unaanza kuzitumia kabla hujazitoa. Natamani hichi kitu kiingie kichwani kwako vizuri. Nikiwa nimekaa na ATM kadi mfukoni mwangu, alafu najiambia nahitaji kwenda Morogoro, nauli ni shilingi 40,000 kwenda na kurudi. Nitalala siku moja shilingi 20,000, 60,000. Nitakula chakula shilingi 20,000, 80,000. Nitakuwa na balance ya 20,000, 100,000. Nikisha plan hivyo vitu, ndio nakwenda kwenye ATM machine, naingiza kadi, na select chaguo la fedha ninayoitaka, naitoa. Nikiitoa sianzi matumizi, nakamilisha matumizi. Kwa sababu matumizi nilishaanza. Kama tuko pamoja nipungie mkono. Ndivyo ilivyo kwenye ndoa. Kwenye ndoa ni sawa na ATM machine. Siendi kwenye ATM machine kuenjoy kuingiza hela, kuingiza kadi, kataa. Ikiingia nabonyeza cancel, inatoka taa, na iangalia, naingiza tena, kataa. Ikiingia nabonyeza cancel, naitoa, kataa. Siendi kuchezea ATM. Naenda kutimiza kusudi nililonalo kwenye ATM. Ndivyo ilivyo ndoa, na especially ngono ama mahusiano ya kimapenzi katika ndoa. Siendi kujiengage na mtu kwenye mahusiano ili nichezee ATM. No, naenda kwa sababu najua kila kitu ninachokitaka ninapokwenda kufanya hicho kitu. Ndio maana kuchukua pesa kwenye ATM haianzi kunijengea mahusiano na ATM. Ila mimi najenga mahusiano na hitaji, kisha naenda kukubaliana na hiyo ATM machine. Kwa hiyo nikiwa mwenyewe nasema no, mimi nahitaji nini? Nahitaji hiki na hiki na hiki. Hayo ni maamuzi yangu yanayonipeleka kwenye ATM. ATM yenyewe ni mashine ambayo haiwezi kufanya kazi nyingine yoyote isipokuwa kupokea kadi, kupokea code na kutoa pesa. Samahani, nachukua mfano ili tujifunze. Mwanaume ni mtu na ATM machine ni mwanamke. Nachukua kama mfano tujifunze. Mwanamke duniani hakuumbwa kuchezewa. Hivi mwae kukuta wanaume wamejipanga, wako watatu, wana kadi, wanasubiria, oya chezea faster. Ani atoi hela, anaambia mzee, dakika 5 zimebaki, chezea haraka na mimi nije. Yule anaingiza pesa, unajua kadi ile ukiingiza kataa, ukibonyeza cancel inatoka. Lakini hata ATM machine ukifanya hivyo mara kadhaa inajiblock. Yaani ya kwanza, ya pili, ya tatu utashanga kadi yako shata imemezwa. Kwa nini? Kwa sababu ukitumia kifaa vizuri. Lakini angalia leo duniani tunavyoishi, ili tuelewe thamani ya mahusiano kati ya mtu na ATM machine, ni lazima tuelewe kusudi la hiyo program ni nini. Sasa angalia Mungu alivyotengeneza kusudi lake. Mungu anasema hivi, nataka niijaze dunia. Na ijazaje? Na muumba mtu wa kwanza kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, ya pili na muumba mtu wa pili kutoka kwenye ubavu wa mwanaume, ya tatu natengeneza program endelevu ya kuzalisha wanadamu. Wakati Mungu ana design program endelevu ya kuzalisha wanadamu, ndio akatengeneza tendo la ngono ama linaitwa tendo la ndoa. Kwa hiyo tendo la ndoa halifanywi ili kuchezea mashine. Bwana Yesu asifiwe.
linafanywa ili tupate pesa nikazitumie. Mungu hajamuumba mwanamke na mwanamke tuchezeane. Mungu ameumba mwanamke na mwanaume tuumbe. Kwa hiyo pindi ninapojiengage na mwanamke nataka kumuoa, simuoi ili nichezee hisia zake. Simuoi ili nimuumize. Simuoi ili nimtese. Tunaingia kwenye makubaliano ambayo hayo makubaliano ni kati ya mashine na mimi, kulingana na mashine ilivyotengenezwa na mtu alivyotengenezwa, na kila mmoja anaheshimu sehemu yake, alafu tunashirikiana kutimiza kusudi. Yeye anatoa pesa, mimi naingiza kadi. Sasa mtu na mashine ili waweze kuwa na mahusiano mazuri ni lazima warudi kwa aliyetengeneza hiyo program. Kwa hiyo wanadamu, mwanamke na mwanaume, ili tuweze kujua kwa nini tuko duniani, kwa nini tuna tendo la ndoa, linapaswa lifanyweje, ni lazima turudi kwenye origin. Mungu anataka nini kuhusu tendo la ndoa? Bwana Yesu asifiwe.